Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Tayari. Wakati Tanzania salamu yetu kubwa ikiwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Unapofika ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ruangwa, salamu kubwa nambari 1 unaambiwa Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, na hivyo basi hakikisha unatimiza wajibu wako. Tungekuwa wachoyo sana kama tungefika ndani ya ardhi hii ya Ruangwa pasi kumtafuta mkurugenzi ambaye huyu ndio mtendaji mkuu kabisa wa miradi yote ya serikali ndani ya wilaya ya Ruangwa. Mheshimiwa Frank Chonya ndiye mkurugenzi bwana mwenye wilaya yake ya Ruangwa. Naam. Bwana, Ruangwa imenoga. Ruangwa imenoga. Imenoga, inapendeza. Na tunatamani pengine kufahamu miradi mikubwa ambayo ipo ndani ya Ruangwa. Zamani ukiwa unazungumzia Ruangwa, utazungumzia ni sehemu ambayo ipo mafichoni sana. Lakini sasa hivi ukizungumzia Ruangwa kila mtu anaifahamu. Tunaona wapo wasanii, wapo wawekezaji wakubwa wanakuja. Pengine tungefahamu siri ni nini na kitu gani kipo nyuma zaidi ya hivi vinavyofanya wawekezaji wengi zaidi kuja ndani ya wilaya ya Ruangwa. Kwanza ndugu mtangazaji kutoka PMBet Media, nichukue nafasi hii sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye leo anatukutanisha hapa kwa udhamini mkubwa wa PMBet kwa kushirikiana na wenzetu wa Commission ya Ngumi Tanzania ambayo imeandaa pambano la ngumi. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimshukuru Mheshimiwa Rais ambaye sasa kiupekee anastahili pongeze, amefanya mambo makubwa sana katika wilaya yetu ya Ruangwa. Sekta ya miradi, afya, maji, elimu, yote vimeenda vizuri. Lakini tumshukuru mbunge wetu ambaye ndio waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana yeye ndio anayetuwakilisha wana Ruangwa, yeye ndio anayetusemea wana Ruangwa hadi Mheshimiwa Rais kutuletea miradi mikubwa sana. Kwa hiyo kilicho nyuma, kwa nini Ruangwa inakuja kwa spidi? Ruangwa ni moja ya wilaya 6 za mkoa wa Lindi, lakini ndio wilaya changa ya mwisho. Ukiacha Mtama imegawa juzi, ilikuwa changa imeanza mwaka 1995 ikimegwa kutoka Lindi vijijini. Wilaya hii kama nilivyosema zamani, ukienda Ndanda, ukienda na Chingwea, walikuwa sababu ukitaka kwenda polini nenda Ruangwa. Leo ndo sehemu ya watu kuja kupumzika. Wewe mwenyewe shahidi. Ndio tuna hoteli ya nyota 5 yenye kila kitu, ina swimming pool, ina sehemu za kupumzika. Kwa hiyo watu wanakuja kupumzika Ruangwa kwa sababu ya kazi kubwa aliyotufanyia Mheshimiwa Rais, lakini kazi kubwa anayofanya mbunge kusimamia yale Mheshimiwa Rais anayempa. Kipekee wilaya Ruangwa sasa hivi ina miradi mikubwa mingi sana. Tuna shule 28. Mheshimiwa mbunge wakati anaingia 2010 tulikuwa na shule 8. Baadaye kaongezeka ilikuwa shule 10. Lakini leo tuna shule 28 za sekondari. Level 6. Hiyo ni jambo kubwa sana. Kwenye halmashauri kuna level 6 hakuna kwenye ukanda wote. Tuna level 6, lakini shule za msingi shule 90 ambazo watoto wanasoma, zina kila kitu. Haya ni maendeleo makubwa sana. Lakini tuna miradi mikubwa. Mheshimiwa Rais ametupa zaidi ya bilioni 11. Tumejenga hospitali ya wilaya, tumejenga vituo vya afya 6 vipya na ambavyo vingine vinaenda kufunguliwa mwezi ujao, watu wataweza kupata huduma. Lakini tumejenga shule mpya za shule za msingi kama 5. Kila shule moja ina zaidi ya milioni 360 kitu. Tumejenga shule za sekondari mpya, nazungumza mwaka huu, shule za sekondari 3, 4 na nyingine tumepewa hela juzi kwa ajili ya maendeleo. Na kama unavyoona sekta ya barabara, karibu asilimia kubwa ya barabara zetu hapa mjini ni lami. Hapo nakuja kwenye uwanja huu wa Kassim Majaliwa Stadium ni lami. Kwa hiyo haya ni mapinduzi makubwa sana. Lakini mji wa Ruangwa unaona unataa. Tulikuwa sema polini, leo sasa hivi ni mjini. Zamani tembo alikuwa anakatiza, sasa tembo akiona taa hawapiti kwa sababu kuna kazi imefanywa kubwa sana. Lakini baada ya pongezi zote na miradi mikubwa ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais na tumeisimamia kwa dhati yetu na tumetekeleza vizuri. Lakini mkuu wa mkoa, mama yetu Mama Telak, mama wa kipekee, mama wa mfano, mlezi, anatusimamia, anatuongoza, na sisi tunafanya kazi kwa bidii sana kwa sababu ni mama mwenye upendo. Anatamani aone watu wanafanya kazi kwa amani, utulivu, lakini hataki mzaa, hataki watu wazembe. Na mwisho kipekee kuna mkuu wetu wa wilaya Hassan Ngoma, kijana wa kipekee, anatupa ushirikiano sana. Mimi mkurugenzi wa halmashauri nyingi unazoona zinagombana na DC wa kurugenzi. Sisi tunaishi kwa pamoja, tunawasiliana usiku wa manane kwa ajili ya kuhakikisha Ruangwa inasonga mbele. Madiwani tunashirikiana nao sana. Chama cha Mapinduzi ambayo ndo wameshika hatamu, lakini sisi kwa duka ni la Chama cha Mapinduzi, ndio chama tawala. Na wenyewe
wanatupa ushirikiano sana. Baada ya kuleta mizozo, ugomvi, kukiwa na jambo wanatuita, wanatuelekeza, sisi tunarekebisha. Haya yote kijumlisha na wafanyakazi wa halmashauri ya Ruangwa, tunafanya component ya kusema Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, timiza wajibu wako. Na kweli tunatimiza wajibu wetu. Sasa ukiacha miradi mingine yote, ukienda kwenye umeme karibu vijiji vyote vina umeme. Sasa hivi wanaenda kwenye vitongoji na almost baadhi ya vitongoji vina umeme. Mtandao wa barabara, kuna barabara za lami zitajengwa kutoka Ruangwa kwenda na Chingwea. Barabara kubwa umeona hapo mbele hapo, nafikiri mmeshaitembelea, inaenda na Chingwea. Barabara ya Nanganga Ruangwa imebaki kama kilomita 10 tu, barabara imekamilika. Barabara za ndani zote za lami, yani vipande vidogo vidogo tutamalizia. Haya ni mambo makubwa, na ndio maana tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwa namna anavyoipenda Ruangwa na namna anavyotendea, na sisi tutamwangusha. Tumekubali, tumehakikisha tunaisimamia, tunatenda kazi masaa 24. Maendeleo ni pamoja na michezo, na tumeona PMbet ambao ni wadhamini wakuu wa tamasha hili la PMbet Ngumi Kitaa wamegonga hodi Ruangwa kwa ajili ya kuleta kwa mara ya kwanza kabisa mchezo wa ngumi ndani ya wilaya hii ya Ruangwa. Neno lako lolote kwenye hii michezo ya ngumi? Wapo ambao wanaona Ruangwa bwana na ngumi wapi na wapi. Kabla sienda kwenye ngumi, ni kuhakikishie mtangazaji, tuliamua unapofanya maendeleo makubwa lazima kuna sekta za kuwafanya watu waburudike, sekta za kuwaunganisha watu. Tuliamua kuziwekeza kwa nguvu zetu zote. Uwanja huu umejengwa na mapato ya ndani, mapato ya halmashauri ya Ruangwa tukishirikiana na bodi ya mikopo ya TAMISEMI, walituongezea fedha kama milioni 500, lakini gharama zote zaidi ya bilioni 2 ni mapato ya ndani. Sasa hii uwanja umefanya watu waungane bila kujali itikadi ya chama, dini, kabila, ya rangi, wanaungana. Na hili tumeendelea nalo kuhakikisha kwamba sekta ya michezo, kwanza mbunge ni mwana michezo tangu utoto wake. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na yeye tunafikiri kumwenzi kuhakikisha michezo inaendelea. Baada ya kumudu sekta ya mpira miguu, tuna timu yetu inaitwa Namungo. Imefanya vizuri sana kwenye mashindano, ilivyoingia ilicheza mashindano Champions Cup. Lakini sasa hivi bado inaendelea kwenye ligi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa ambacho tunakifanya ni kufungua milango ya michezo yote. Imeanza ngumi, itakuja michezo mingine mbalimbali. Ruangwa nataka ifunguke. Sasa haya yote yamechagizwa nani? PMbet. Kweli kimsingi sisi wana Ruangwa tunaipongeza sana PMbet. Imetunyanyua, imetuheshimisha kwa sababu imedhamini kila kitu. Hatujatumia hata sumni katika kudhamini haya mashindano ya ngumi ambayo yanachezwa leo. Wananchi leo naona wanazidi kumiminika kwa sababu wanaona ni jambo la ajabu. Haijaichezwa ngumi hii katika ukanda wa kusini, labda Mtwara, lakini mkoa wa Lindi ni miaka ya zamani sana. Ruangwa leo tumefungua, na tunataka tuhakikishe kwamba kwa kushirikiana na PMbet tuhakikisha michezo ya ngumi inaendelea, lakini na michezo mbalimbali tuhakikisha Ruangwa sasa inang'ara. Shukrani sana mheshimiwa. Sasa uende ukaenjoy ngumi kaniki kupitia Wandonga. Nimeomba pambano na nianze na mtu yote ule kwa sababu kidogo na uweza. Tunaweza hata tukazianza si wenyewe hapa. Asante sana mheshimiwa. Mungu awabariki sana. Asante sana. Huyu ni Mheshimiwa Frank Chonya kutokea ndani ya wilaya ya Ruangwa. Bado tuko hapa. Kama hujajisajili, jisajili sasa kupitia PMbet.co.tz, ndio nambari ya bahati. Lakini kama una kiswaswadu, nyota 149 nyota 23 alama ya reli ili uweze kufurahia. Tuko hapa tukiendelea kupatia burudani zote zinazohusiana na masungu. Mimi naitwa Maria Kalonga, endelea kufurahia huduma kutoka PMTV.